Kuendelea kutuchagua, hii ni Channel 10 Plus habari. Alikuwepo hapa Fatuma Hassan kutuletea habari za kitaifa, kimataifa na biashara, na sasa ni wasaa habari za michezo na burudani. Niko hapa golikipa wa kisasa wa mpira Eden Bahati kukujuza mengi yaliyojiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Klabu ya Simba imetangaza rasmi kuwa itaanza kutoa kadi za wanachama kwa mashabiki wa timu yao kuanzia tarehe 27 mwezi wa 3, na kadi hizo zitakuwa kwenye mfumo wa kisasa. Hayo yamebainishwa na mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa klabu ya Simba SC Crescentus Magori akiambatana na mwenyekiti wa klabu ya Simba SC Murtaza Mangungu kuwa ameingia makubaliano na kampuni ya Mainstream kutengeneza kadi za wanachama wa Simba na wanachama waweze kulipa ada za wanachama. Naenda kutengeneza kitu kizuri kwa ajili ya wanachama na mashabiki wa Simba. Na tangu wakati huo tumekuwa tunafanya kazi usiku na mchana kujaribu kuchakata kupata kampuni zenye uhakika wa kuweza kutengeneza kadi za wanachama wa Simba. Tuliwaambia kwamba tunakuja kutengeneza kadi ambazo ni za kisasa, kadi ambazo zitakuwa zinafanana na klabu kubwa kabisa barani Afrika ya Simba Sports Club. Naona kwamba kuna ulazima wa kurudisha utoaji wa kadi ili wanachama wengi zaidi waweze kutoa mchango katika maendeleo ya klabu yao na ushiriki wao katika klabu yao. Kwa hiyo haiwezi kuwa ni jambo ambalo litaenda kwa muda, hapana. Hilo linakwenda tena for life. Lakini vigezo na masharti ya wanachama, ukirudi tu kwenye katiba ya Simba inasema nani mwenye sifa ya kuwa mwanachama. Na ndio maana sisi kadi zetu tulishasema na tunarudia kusema tena, hatuwezi kwenda kwenye maeneo ya masoko au maeneo ya mikusanyiko kuwaweka watu pale wacheze mziki sio na nini tufanye promotion, hapana. Kadi zetu sisi tutafuata utaratibu unaotakikana. Mwanachama ataomba kupitia kwenye tawi lake la karibu. Kutakuwa na aina tofauti za matawi. Kwa mfano, tunayo request ya wanachama ambao wako Uingereza, wako Japani, wako Uholanzi. Hata hapa nimepokea message kutoka kwa mtu mmoja anaitwa James Boze, anasema bwana wao wanataka kufungua tawi lao Amsterdam. Kwa hiyo tutakuwa na virtual branches ambazo zitahusu zaidi watu wako nje, Afrika Kusini na sehemu mbalimbali. Klabu ya Yanga imewasili rasmi nchini usiku wa kuamkia leo akitokea nchini Morocco walipoenda kucheza mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya AS FAR Rabat ya nchini humo. Mara baada ya kuwasili, meneja habari wa mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Shaban Kamwe amesema kuwa wamejiandaa kuelekea katika mchezo wa Jumapili ya Februari 15 kwenye uwanja wa New Aman Complex visiwani Zanzibar, ambapo wanakwenda kusaka alama 3 muhimu dhidi ya JS Kabylie kutoka nchini Algeria, na ikiwa ni mechi ya mwisho hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo utakaochezwa majira ya saa 1 kamili za usiku. Kinachofuata ni Yanga kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Hakuna story nyingine. Yanga inakwenda kufuzu kwenda hatua ya robo finali inshallah siku ya Jumapili pale New Aman Complex. Na hili jambo ndugu zanguni, wala hatuhitaji nyie mtuamini. Sisi Yanga yenyewe tunajiamini na tunajua tunakwenda kukifanya. Mshapiga hesabu zenu, mshamaliza maneno, tumekuja wakali wa hizi kazi, tunakwenda kuwaambia sisi siku ya Jumapili inshallah saa 1 mbungi itaanza pale New Aman Complex, ndio siku ambayo Yanga itakuwa timu pekee ya Tanzania itakayoingia robo finali kwenye michuano ya CAF. Narudia tena, hatuhitaji nyie mtuamini kwa sababu Yanga wenyewe tunajiamini na tunajua nini tunakwenda kukifanya kwenye siku hiyo. Kwa hiyo msiwe na mashaka yoyote. Yanga inakuwa timu ya kwanza na timu pekee ya Tanzania itakayocheza robo finali ya michuano ya CAF msimu huu inshallah. Kipi ambacho kinafanya mjiamini sana Ali Kamwe? Kwa sababu nimeona mitandaoni watu wanaona kama mbona ile jambo ni kama vile haliwezekani. Sasa sisi hatupo kujibishana na watu mitandaoni. Sisi tupo kwa ajili ya kutimiza jambo letu kwenye pitch. Inachohitajika ni Yanga ashinde mchezo dhidi ya JS Kabylie, na mmepiga hesabu za mechi ya Al Ahly na FAR Rabat. Niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, hizo mechi mbili tunazichukua pamoja kwenye chungu kimoja, tutazipika na zitaiva. Kikosi cha polisi Tanzania tayari kimewasili mkoani Kilimanjaro wakitokea mkoani Njombe, ikiwa ni maandalizi ya kuwakabili Stand United ili kuhakikisha kwamba wanakwenda kupata ushindi katika mchezo wa ligi daraja la kwanza. Hayo yamebainishwa na afisa habari na mawasiliano wa polisi Tanzania Inspector Frank Rukwaro
Amesema baada ya kufika Kilimanjaro, sasa maandalizi yao kwa ajili ya kuwakabili Stand United yanaendelea, lakini pia akielezea maandalizi baada ya ratiba ya CRDB Federation Cup kuwa watajipanga vyema ili kuhakikisha kuwa wanafanya vizuri kutokana na ukubwa alionao. Ile kauli mbiu yetu kwamba twende pamoja ligi kuu inakwenda kutimia. Kwa mikakati iliyopo ni wazi kabisa katika hii raundi ya pili tutafanya vizuri zaidi katika michezo yetu ambayo imesalia. Ligi ni ngumu, lakini tunaendelea kupambana. Utaona kabisa ligi ya msimu huu timu zimekuwa na ushindani wa hali ya juu. Ukiangalia walioko kule juu tayari wameshafika karibia alama 40 na sisi tuko kwenye 30 huku, lakini kikubwa tunasema anayecheka mwishoni ndio anacheka vizuri zaidi. Katika CRDB Federation Cup hatua ya 64 bora tumepangwa na timu ya THB kutoka kule mkoani Rukwa. Mchezo ambao utachezwa tarehe 18. Ni mchezo ambao pia tutaupa umuhimu mkubwa kwa sababu pia katika kombe hili la CRDB Federation Cup tumeweka pia malengo ya kuhakikisha kwamba tunafika katika hatua za mbele zaidi. Kwingineko ni kwamba uchaguzi mkuu wa chama cha mchezo wa mashua Tanzania unatarajiwa kufanyika kesho katika moja ya kumbi za uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, huku nafasi mbalimbali za uongozi zikitarajiwa kuwaniwa. Tupate undani wa taarifa hiyo kutoka kwa mwanamichezo wetu. Taarifa hiyo imetolewa na mwenyekiti wa chama cha mashua Tanzania Philemon Nassari wakati akizungumza na Channel 10 Michezo, ambapo amesema kuwa mwitikio huo umekuwa mkubwa kwa nafasi mbalimbali zinazowaniwa kuelekea uchaguzi huo. Kiti na baadaye tutakuja na katibu na treasurer au mhasibu, lakini pia kutakuwa na wajumbe 6 ambao wanatakiwa kuwepo katika hiyo kamati. Kwa hiyo uchaguzi huu utakuwa ni full kuanzia mwanzo mpaka mwisho, watu wote wataingia kwenye kamati upya. Katika hatua nyingine ameeleza mafanikio ambayo wamefanikisha katika kipindi cha miaka 4, huku akisifu maendeleo yanayozidi kuonekana kitaifa na kimataifa. Mchezo huu kulingana na jinsi ambavyo ulivyo, mimi nahesabu kwamba tumepiga hatua sana, kwa sababu ni mchezo ambao ni ghali kuliko michezo yote unayojua. Mchezo ambao chombo kimoja cha kuchezea mtoto ni karibu milioni 10. Usifikiri ni mchezo, hiyo ni pesa nyingi sana inatumika kwenye kuendesha, lakini tumepiga hatua kwa sababu mwanzo kabisa walikuwa hapo. Nakumbuka kwamba sisi ndio watu wa mwanzo kupokea kijiti kutoka kwa wazungu ambao walitukabidhi sisi. Kwa hiyo tumefanya mambo makubwa sana kuwepo, na tumejikita kutengeneza Tanzania kuhakikisha kwamba unachezwa vizuri, lakini pia tumejikita kutengeneza kwenye kimataifa. Kwenye kimataifa tupo vizuri. Nikodem Arajiga, Channel 10 Michezo. Taarifa ya Nikodem Arajiga inatuwekea utuo kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa ni wasaa habari za michezo medani za kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Michuano ya Coppa Italia hatua ya robo finali inaendelea leo kwa mchezo mmoja wa mwisho unaozikutanisha timu za Napoli na Como, mchezo unaotarajiwa kuvuta hisia za mashabiki wengi wa soka nchini Italia na duniani kote. Napoli ambao ni mabingwa wa Italia inaingia kwenye mchezo huo wakiwa na dhamira ya kutetea heshima yake kama moja ya vigogo wa soka la Italia, ikilenga kufuzu hatua ya nusu finali baada ya kuonesha kiwango kizuri katika hatua za awali za mashindano hayo. Kikosi cha Napoli chini ya kocha Antonio Conte kinatarajiwa kuongozwa na wachezaji muhimu kama Scott McTominay, Rasmus Hojlund na Giovanni Di Lorenzo. Kwa upande wa Como chini ya kocha Cesc Fabregas inaingia nusu finali ikiwa kama timu yenye kiu ya mafanikio baada ya kufanya vizuri na kuwaondoa wapinzani wake katika hatua zilizopita. Timu hiyo inaingia uwanjani bila presha kubwa, lakini ikiwa na malengo makubwa ya kustua kuandika historia mpya katika mashindano ya Coppa Italia. Mashabiki wa soka wanatarajiwa kufuatilia kwa ukaribu mchezo huo, huku matarajio makubwa yakiwa ni kushuhudia pambano lenye ushindani, kasi na burudani litakaloamua ni timu ipi itafuzu kwenda hatua ya nusu finali kucheza na Inter Milan msimu huu. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Asante Kenny Malila kwa kutujuza habari za michezo medani za kimataifa kwa umakini wa hali ya juu. Na sasa ni wasaa habari za burudani, ambapo maafisa kutoka Baraza la Sanaa la Taifa BASATA wakiongozwa na afisa sanaa mwandamizi ndugu Abel Ndaga wametoa elimu ya urasimishaji kwa umoja wa wafanyabiashara wa kazi za sanaa za ufundi eneo la Slipway Bars Market jijini Dar es Salaam na kufanikiwa kusajili zaidi ya wafanyabiashara 90. Mara baada ya usajili huo, wanasanaa hai wa uchoraji walipata wasaa wa kuzungumza, ambapo wameshukuru serikali kupitia Baraza la Sanaa la Taifa BASATA kwa kuwapatia elimu juu ya urasimishaji na umuhimu wa kujirasimisha, ikiwemo kupata mikopo kupitia mfuko wa utamaduni. Hii imepelekea mpaka wafanyabiashara wengi sasa hivi wametambua kulipa kodi serikalini, ikiwa ni pamoja na BASATA. Hivyo na washauri na masoko mengine yote ambayo yanahusiana na mambo ya handicraft
kuweza kujisajili ili wawe halali kabisa. BASATA imetuwezesha kujua vitu vingi sana. Kuna mikopo tulikuwa hatujui, kuna misaada ya kisheria, kuna mambo mengi sana. Kwa sisi kama sisi Slipway tunashukuru sana serikali yetu na tunaomba itunge mkono na iendelee hivi hivi kufuatilia kwa karibu na sisi. Nashukuru sana. BASATA ametutembelea kwa ajili ya kujisajili ili tuweze kupata huduma za serikali. Karibu na wengine mjisajili, ina manufaa mengi makubwa. Leo tunashukuru tumetembelewa na watu wa BASATA, wameweza kutupa msaada wa kutusajilia biashara zetu. Pia napenda kukuhamasisha na wewe ambaye una biashara kama zetu uweze kusajili. Taarifa hiyo na tuwekea utuo kwenye habari za michezo na burudani kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote, mimi ni Eden Bahati, golikipa kisasa wa mpira. Nirejeshe matangazo haya kwake Fatuma Hassan kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima ya leo kutoka hapa Channel 10 Plus.